Leo tarehe 6 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara ndogo ya Dar es Salaam ilikuwa inasikiliza kesi ya Tundu Antipas Mughwai Lissu dhidi ya Said Issa Mohamed na wenzake wanne. Ni maombi ambayo mwenyekiti Tundu Lissu anaomba kujiunga katika ile kesi ya mali za chama maarufu kesi ya mali za chama au rasilimali za chama, kesi ya Said Issa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Maombi haya leo yamekuja kwa ajili ya kusikilizwa maombi. Kwa hiyo wakili Lissu, mwenyekiti Lissu ameweza kuwasilisha hoja zake za kuomba kujiunga, kwamba ana maslahi ya msingi sana kama mwenyekiti wa chama, kama mtu ambaye amekuwa sehemu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo tokea mwaka 2004 alipojiunga, na kama mwanachama na vile kama mjumbe wa kamati kuu ya chama na mwanasheria mkuu wa chama, na baadaye akawa mwenyekiti wa kanda ya kati, alafu akaweza kuwa mkurugenzi mkuu wa sheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mwanasheria mkuu, baadaye makamu wa mwenyekiti wa chama kuanzia mwaka 2019 mpaka 2025 ile Januari, na vile vile kuweza kuwa mwenyekiti wa chama kuanzia ile mwaka Januari 2025 mpaka hivi sasa. Na ameweza kuonyesha kwamba ana maslahi ya msingi sana, kwamba anafahamu vitu vingi katika chama. Wale wadai watatu, wawili kati yao wamefanya nao kazi kwa karibu kabisa, kwa hiyo anafahamu maamuzi makuu ya chama yalikuwa yakifanyika na sera mbalimbali za chama ambazo zimefikiwa katika hii miaka yote, na kwa hiyo ana maslahi ya msingi sana ya kwamba ana haki ya kuweza kujumuishwa. Kwa upande wa wajibu maombi, wale wa kwanza, wale watatu, Said Issa Mohamed na wenzake, wao walikuwa wanapinga kwa nguvu kubwa sana kwamba amekuja kwa namna ambayo haitakikani, amevaa amekuja kama mtu binafsi na kama sio mwenyekiti wa chama. Kwa maana hiyo hana maslahi ya moja kwa moja ya kuweza kujiunga katika shauri hilo. Kwa upande wa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na ile bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wao wameunga kwa nguvu zote maombi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kujiunga katika kesi hiyo, na wanasema kwamba yeye kutokana na taarifa muhimu alizonazo zitasaidia sana. Na hoja nyingine ya msingi ilikuwa ni kwamba katika kile kiapo pinzani cha Said Mohamed Issa na wenzake wale wawili walisema kwamba madai yao au kile ambacho kilikuwa kinawakera kimeanza tokea mwaka 2016. Kwa hiyo inaonyesha kwamba madai yao yamekuja kufailiwa mahakamani yakiwa yamedumu kwa miaka 9. Kwa hiyo ni kwamba walikuwa wamekaa na hayo mambo ambayo yanawakera yameanza tokea mwaka 2016, wakitaka kubisha hoja ya mwenyekiti kwamba kesi tumefunguliwa mara tu baada ya yeye kuwa amechaguliwa kuwa mwenyekiti.